Mama mmoja wa Mwanza alibeba mimba miezi 12 bila kujifungua. Ni miezi 12 kamili ya kusubiri, kuomba na kuishi na hofu moyoni. Aliposafirishwa kwenda chumba cha upasuaji, madaktari walitarajia kumtoa mtoto. Kama ilivyo kwa kila mama anayefika hospitalini, walitarajia kusikia kilio cha kwanza cha mtoto, kuona uso mdogo wa kiumbe kipya na kumkabidhi mama huyo kwa furaha. Lakini walichokitoa tumboni hakikuwa mtoto. Kilikuwa kitu kilichowafanya wasimame kimya, wakaangaliana na kushindwa kusema neno hata moja. Neema anaishi Mabatini, Mwanza, katika mtaa wa nyumba za kupanga zilizo karibu na barabara ndogo ya vumbi. Ni mama wa mtoto mmoja, mtoto ambaye anamlea kwa upendo na uvumilivu mkubwa. Anaishi maisha ya kawaida, sokoni, nyumba, kanisa, basi. Kwa kifupi, hana mambo mengi. Asubuhi anaamka mapema, anapika chai, anamuandaa mtoto, kisha hutoka kwenda sokoni kuuza mboga mboga. Jioni hurudi nyumbani, hufua nguo, hupika chakula, kisha huenda kanisani kuomba. Ni mtu mpole, hapendi ugomvi, hapendi kelele. Anapenda kukaa kimya na kufikiria, na mara nyingi huonekana akitabasamu kwa aibu. Siku moja alichelewa siku zake. Akapima, mistari miwili ikaonekana. Aliishika karatasi ya kipimo kwa mikono inayotetemeka kidogo, macho yakimjaa machozi ya furaha. Akamwambia mume wake, Baraka. Wakafurahi, wakapanga hata jina la mtoto, wakaanza kufikiria nguo za mtoto na wakazungumza kuhusu jinsi maisha yao yatakavyobadilika. Miezi ikapita taratibu, siku zikigeuka kuwa wiki na wiki zikawa miezi. Mwezi wa 4 sawa, mwezi wa 6 sawa, mwezi wa 8 sawa. Lakini Neema alianza kuona kitu cha ajabu. Tumbo lake lilikuwa gumu sana kuliko kawaida, kama vile limejaa kitu kizito kinachokandamiza mwili wake kutoka ndani. Akiweka mkono juu ya tumbo, alikuwa anahisi kama kuna kitu kinajisukuma, lakini si kwa namna ya mtoto wa kawaida. Hakukuwa na vicheko vya ndani wala mikwaruzo midogo ya mtoto. Kulikuwa na hisia ya ajabu, nzito na ya kutisha. Mwezi wa 9 ulifika. Neema alikaa nyumbani akisubiri uchungu. Aliandaa nguo za mtoto, aliweka begi la hospitali na aliomba kimya kimya kila usiku. Siku ikapita, wiki ikapita. Hakujifungua. Watu wakaanza kunong'ona. Majirani walipozungumza kwa sauti ya chini, Neema aliweza kusikia maneno yao. Labda mimba ya mapacha, labda tarehe imekosewa. Lakini Neema alihisi hofu moyoni, kwa sababu usiku alianza kuota ndoto zile zile. Anaona mtoto, lakini mtoto hana uso. Anamuita, lakini sauti haitoki. Anajaribu kumgusa, lakini mikono yake inakutana na hewa tupu. Mwezi wa 10, Neema alianza kushindwa kupumua vizuri, kulala vibaya, kuamka usiku akiwa anatetemeka. Alikuwa anaamka usiku akishika kifua chake, akijaribu kuvuta pumzi ndefu, lakini pumzi zilikuwa fupi na nzito. Tumbo lake lilianza kuongezeka ghafla, lilikuwa gumu kama jiwe. Wakati mwingine alihisi kama kuna kitu kinapiga taratibu ndani, sio teke la mtoto, ni kama kugonga polepole, kugonga kwa sauti ndogo, kana kwamba kuna kitu kinataka kutoka lakini hakiwezi. Aliwahi kumwambia mume wake, Baraka, mimi nahisi hii si mimba ya kawaida. Baraka alimjibu, tuliza moyo mke wangu. Lakini Neema hakuweza kutulia. Kila usiku alilala kwa hofu, akishika tumbo lake kwa mikono yote miwili. Majirani walianza kusema, hii mimba ina kitu ndani yake. Mtu asipoenda hospitali mapema, mambo yanakuwa mabaya. Wazee wawili waliopita mlangoni walinong'ona, hii mimba si ya kuchezea kabisa. Maneno yale yaliingia moyoni mwa Neema kama kisu. Alijisikia kama anabeba siri nzito ambayo hakuna anayejua jinsi ya kuifungua. Mwezi wa 11 bado hajajifungua. Mwezi wa 12 tumbo linaendelea kuongezeka, kama limejaa kitu kisicho na mwisho. Neema sasa hawezi kutembea mbali, hawezi kuinama, analala kwa tabu. Usiku moja aliamka akisema, kuna kitu kinaniita. Alilia, alitetemeka, alikaa kitandani kwa muda mrefu, akitazama ukuta wa chumba chake kwa macho yaliyojaa hofu.
Asubuhi mume wake aliamua, leo tunaenda hospitali ya mkoa. Walipanda gari dogo la abiria. Gari lilikuwa linatoa sauti ndogo za injini na vumbi lilikuwa linapanda hewani. Kila shoma barabarani lilimfanya Neema apige kelele ndogo. Tumbo lake lilionekana kama limejaa kitu kizito sana, kitu kinachokandamiza hadi mgongoni. Alishika mkono wa mume wake. Usiniachii. Hospitalini, madaktari walimpima. Walichukua damu, wakapima mapigo ya moyo na wakaangalia tumbo lake kwa makini. Wakakaa kimya kidogo, wakaangaliana. Kulikuwa na ukimya mzito ndani ya chumba. Daktari mmoja akasema kwa sauti ya chini, hii si mimba ya kawaida. Wakaamua, tutafanya upasuaji wa haraka. Baraka alisaini fomu kwa mkono unaotetemeka. Neema aliwekwa kwenye kitanda cha magurudumu manne. Alipelekwa polepole kuelekea chumba cha upasuaji. Alipopelekwa kuelekea chumba cha upasuaji, aligeuka kumwangalia mume wake. Kama sitarudi, mleni mtoto wetu. Machoni mwake kulikuwa na machozi. Mlango wa chumba cha upasuaji ukafungwa. Ndani ya chumba cha upasuaji kulikuwa kimya. Kimya cha kutisha, kinachofanya hata pumzi ya mtu isikike. Mashine zilitoa sauti ndogo ndogo, sauti za kupima mapigo ya moyo na hewa ya oksijeni zikijirudia taratibu. Taa kubwa zilimwangazia Neema, zikifanya uso wake uonekane mweupe zaidi kuliko kawaida. Madaktari waliinua mashuka polepole, wakihakikisha kila kifaa kiko tayari. Wakajiandaa kwa umakini mkubwa, kila mmoja akisimama kwenye nafasi yake, kana kwamba walikuwa wanaingia kwenye kazi nyeti sana. Daktari mkuu alisema kwa sauti tulivu lakini nzito, tuanze. Upasuaji ulianza taratibu, kwa umakini mkubwa. Damu ilionekana kidogo kidogo ikifutwa mara kwa mara na wauguzi waliokuwa karibu. Neema alikuwa hajitambui, macho yake yamefungwa, pumzi zake zikiwa nzito na za taratibu. Dakika zikapita, dakika 10, dakika 15. Ndani ya chumba kukawa na ukimya mzito zaidi. Madaktari walitazamana, macho yao yakionyesha mshangao na wasiwasi. Mmoja akasema kwa sauti ya chini, karibu ya kunongona, sioni mtoto. Wakaendelea kufungua zaidi, wakitafuta kwa makini, kana kwamba kulikuwa na kitu wanachokitarajia lakini hakionekani. Ghafla daktari mmoja akasimama kidogo, macho yake yakapanuka, akasema, ngoja kidogo. Kitu kilionekana. Kilikuwa kigumu sana na kilikuwa kimejifunga ndani ya mfuko wa uzazi, kana kwamba kimejishikiza hapo kwa muda mrefu. Sio mtoto, sio mapacha. Kilikuwa kama chatu mdogo uliokunjamana, lakini ulikuwa kimya, haukupumua, haukutoa sauti yoyote. Chumba kikanyamaza, hata mashine zilionekana kama zinapiga kwa sauti ya chini zaidi. Madaktari walitoa kitu kile taratibu, kwa uangalifu mkubwa, kana kwamba waliogopa kukiumiza au kuharibu kitu. Kilikuwa kimejikunja kama duara, kina ngozi ngumu ya rangi ya kijivu iliyochanganyika na njano kidogo. Hakikulia, hakikusogea. Mmoja akasema kwa sauti ya hofu, hiki si kitu cha kawaida. Maneno yake yaliangukia chumbani kama jiwe zito. Nje, Baraka alikuwa amesimama karibu na mlango wa chumba cha upasuaji. Mikono yake ilikuwa inatetemeka, akijaribu kuifunga pamoja ili ajitulize. Kila sekunde ilionekana kama dakika. Mlango ukafunguliwa. Daktari akatoka. Uso wake ulikuwa mzito, macho yake yakionyesha jambo zito lililotokea. Akasema, tumetoa kitu, lakini si mtoto. Baraka alikaa kimya. Machozi yakaanza kumtoka polepole, yakitiririka kwenye mashavu yake bila yeye kujitambua. Dakika kile kilipelekwa mahabara. Kilifungwa kwenye chombo maalumu na kuchukuliwa na wahudumu wawili waliokuwa kimya. Baada ya saa kadhaa, majibu yalikuja. Kile kilikuwa kiumbe kilichokuwa ndani ya mfuko wa uzazi, lakini hakikuwa na muundo wa kawaida wa mtoto wa binadamu. Hakikupewa jina rasmi, kwa sababu hakikufanana na chochote kilichojulikana hospitalini hapo. Neema aliamka baada ya muda. Alifungua macho yake polepole, akiwa dhaifu na mwenye kuchoka. Akauliza kwa sauti dhaifu, mtoto wangu yuko wapi? Baraka alishika mkono wake. Alilia. Hakujibu mara kwa mara, kwa sababu maneno yalikuwa mazito sana kusema. Baada ya siku 2, daktari alimwambia Neema, ulikuwa na kitu kisicho cha kawaida tumboni. Tulikitoa. Umeokoka. Neema alilia. Aliweka mikono juu ya tumbo lake, akihisi maumivu madogo na kumbukumbu ya mateso aliyopitia. Akasema, nilikuwa najua, nilikuwa nahisi. Neema alirudi nyumbani. Watu walimuona akiwa dhaifu, akitembea taratibu na kushika tumbo lake.
Walimuuliza maswali mengi, wengine kwa hofu, wengine kwa udasiri, lakini yeye alikuwa anasema, niliona kifo karibu. Mtaa mzima wa Mabatini ukaanza kusema, huyu mama alibeba mimba miezi 12. Kile walichokitoa tumboni kilikuwa chatu. Watu walihisi hofu, wengine walikataa kuamini, wakisema haiwezekani, lakini Neema alijua alichopitia, na macho yake yalikuwa yanatoa simulizi ya kweli kuliko maneno. Simulizi hii inatuacha na funzo moja: usipuuza dalili, usisubiri sana. Hospitali mapema huokoa maisha. Neema aliokoka, lakini hadithi yake ilibaki kama onyo.